Habari, karibu kwenye The Pharmacist Show. Hii ni new season ya The Pharmacist Show na tutaifungua kwa mada tofauti na mbalimbali. Tafadhali jiunge na mimi kwenye the new chapter of The Pharmacist Show, tujifunze mengi zaidi kutoka department ya pharmacy. Tunaendelea kwenye next segment. Leo it is all about antibiotics. Sasa hapa tunaenda kudigi enough. Hizi antibacteria zinapambana vipi na hawa bakteria? Hizi dawa zetu ambazo tunaziita ni antibiotics zina fight vipi against hawa bakteria? Kwanza tungemjua bakteria. Bakteria anaumbwa na vitu tofauti. Lakini the main concept ya kudistract bakteria katika antibiotics ziko segment tofauti. Lakini leo tutagusia segment 2 au 3. Segment ya kwanza, bakteria anakuwa anaumbwa na cell wall ama tunaita ukuta wa seli ya ile bakteria. Hizi antibiotic huwa zinafanya destruction ya ile peptidoglycan layer au tunasema outermost shell of bacteria. Ikiwa distracted, basi huyu bakteria automatically anapoteza uwezo wake wa kusurvive ndani ya seli. Hiyo ni phase ya kwanza. Lakini phase ya pili, hizi antibiotic zinaweza zikaenda kuathiri powerhouse of the cell, zikazidistract zile mitochondria ambayo ni powerhouse of the cell. Once tunaidistract, basi bakteria anashindwa kuinitiate au kupotentiate ule uwezo wa ugonjwa kutokea. Lakini apart na hapo, pia hizi antibiotic zinafanya kitu kingine kwa bakteria ambazo tunasema zinafanya inhibition au zinazuia ile tunaita protein synthesis ama uchakatwaji wa protini ndani ya bakteria. Once tuna inhibit hizi protein synthesis, inapelekea au inasababisha bakteria kuto kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo atashindwa kucause infection, atashindwa kureplicate. Hapo tutakuwa tumezuia huyu bakteria asikuathiri ama asiathiri eneo husika la mwili. Hizo ni baadhi ya phase ambazo bakteria ama hizi antibiotic zina fight against bakteria ili asiweze kutusababishia madhara. Lakini apart na hapo, sasa hivi jamii imepotea sana katika uchaguzi na matumizi sahihi ya hizi dawa. Zinatumia dawa hizi hovyo kwa sababu hawajui dawa hii ni selective au non selective. Lakini pia apart na hapo, hawajui dawa hii iko katika kundi gani na inawezaje kutibu ugonjwa husika. Lakini pia kwenye hizi antibiotics ziko katika makundi tofauti. Yako makundi mengi ambayo yanazihusisha hizi antibacteria. Kwa leo tutagusia kundi mojawapo la antibiotics ambazo miongoni mwazo zina fight against infection. Grupu la antibiotic tulizozichagua kudiskasi kwa leo, ambapo tunaenda kumalizia kipindi chetu, ni grupu la dawa ya macrolide ama grupu la macrolide. Macrolide ni grupu ambalo ni tawi la antibiotics ambalo lina fight against bacteria infection. Hapa tunakutana na dawa za aina tofauti ambazo ni 3 na zingine. Dawa ya kwanza inakuwa ni azithromycin, lakini ya pili inakuwa ni erythromycin, dawa ya 3 inakuwa ni clarithromycin. Hapa kwenye azithromycin nadhani watu wengi tunaifahamu sana dawa hii, lakini the same na clarithromycin, lakini na hiyo erythromycin. Grupu hili la dawa lina fight against bacteria haswa katika upande wa urinary tract infection. Kwa mfano dawa kama azithromycin inafanya vizuri katika eneo hilo, lakini pia zile STI tunafanya in combinations. Pia huwa tunatumia azithromycin na dawa zingine. Kundi hili la dawa lenyewe linapambana na bakteria kwa kuinhibit ama kuzuia ile protein synthesis au tunasema uchakatwaji wa protein katika seli ya bakteria, ambayo tunajua protini inakuwa ni main source ya kumsaidia bakteria aweze kufanya shughuli zake kama kufanya cell division
lakini pia kuinitiate ule ugonjwa uweze kutokea katika mwili wa binadamu au kuaffect lile eneo husika. Lakini pia inaonyesha kwamba hizi dawa ambazo zinapatikana katika kundi la macrolides zenyewe ni bacteriostatics. Bacteriostatics ina maana zinazuia ile replication ya hawa bakteria. Kwa hiyo kama ulikuwa una bakteria 20, utakapotumia hizi dawa basi watabaki pale pale 20 na watazidi kudhoofika, hatimaye mtu anapona. Lakini once zinapotumika katika high concentrations, ina maana tukitumia dozi kubwa, labda tukapiga stat kubwa ya Azuma, erythromycin au clarithromycin, hizi huwa zinakuwa ni bactericidal. Tukisema bactericidal, it means tunaenda kumuua yule bakteria. Cidal means poisons, so tunaenda kumpoison yule bakteria kabisa, anapoteza uhai au uwezo wa kusurvive ndani ya seli husika. Lakini at the same times, ili kundi la dawa hizi ambazo ni macrolides zinafanya drug interactions. Kwa mfano, tukizungumzia dawa kama azithromycins au dawa kama erythromycins, lakini the same na clarithromycins. Dawa kama azithromycin yenyewe ina important drug interactions with digoxins. Digoxin ni dawa ambayo inatumika kwenye magonjwa ya moyo. Once tutaitumia pamoja, hii azithromycins itaongezeka au itasababisha digoxin iongezeke au ifanye kazi zaidi, na itaongeza uwepo wake au itaongeza kiwango cha digoxin concentrations katika blood. Hapo itapelekea hii azithromycins kuto kufanya kazi na ongezeko la digoxin at the same times kuto kufanya kazi na kuto kutolewa ndani ya mwili kwa wakati. Kwa hiyo tutashindwa kufikia ile treatment husika. Lakini pia the same to erythromycins. Erythromycin yenyewe ina important drug interactions since ina inhibit ama inazuia ile cytochromes P450 enzymes kufanya kazi yake vizuri. Kama dawa nyingine unatumia inategemea enzyme hiyo, it means tutaizuia. Kwa hiyo it is better ukafanya selections ya macrolide drugs kwa kutumia au kwa kufata utaratibu utakaopewa na daktari au mfamasia, na usisite kumwelekeza mfamasia kwamba labda kuna dawa nyingine unatumia nyumbani, ili yafahamu, je, kati ya hizi dawa za macrolide drugs kuna important drug interactions na hizo dawa zako unazoenda kuzitumia. At the same times, hizi macrolide drugs pia zina side effect ambazo ziko za aina tofauti tofauti. Kwa mfano, the main side effect hapa, since tunazimeza au tunatumia njia ya oral, huwa zinasababisha GI disturbance. Tukisema GI disturbance, it means tunamaanisha njia ya chakula. Mtu anaweza akasikia kichefuchefu au anaweza akatapika, since inasababisha GI motility au ina distract ile GIT motility. Sasa hizi ni side effect ambazo unaweza ukazipotentiate, yaani tunasema unaweza ukazivumilia, kwa sababu ukisikia kichefuchefu lakini utapona infection yako, ukisikia kidogo kichwa kinakuuma lakini pia utapona infection yako. Lakini pia hizi dawa zina effect kubwa sana katika liver. That's why tulisema zinaenda kuinhibit ile cytochrome P450 enzymes pale. Dawa kama erythromycins, ambazo enzymes hizi ndo zinakuwa key enzymes za kufanya metabolisms ya drugs zetu kwenye liver. Sasa kama tutakuwa tunaliathiri liver kwa kiasi kadhaa au kwa namna fulani, ni vyema tukazitumia dawa hizi vizuri, kwa sababu side effect nyingine zinasababisha jaundice, ambapo ni athari katika liver. At the same times zinasababisha liver impairment. Hapo ina maana tumedistract liver kabisa. Kwa hiyo tuwe makini. We kama ni mgonjwa unafanya matibabu yako ya ini, jitahidi kutumia dawa hizi au kuepuka kabisa kutumia kundi hili la dawa la macrolides. At the same times, ikibidi utumie dawa hizi, basi itabidi uwe chini ya uangalizi wa madaktari pamoja na
wafamasia wote kwa pamoja wa monitor hiyo matibabu yako yanaenda kwa namna gani. Kundi hili pia lina contraindications, ambapo contraindication kwa Kiswahili kifupi ni mtu kuzuiliwa kutumia dawa husika kwa sababu dawa hiyo inasababisha asiwe salama katika yale matibabu. Sasa kwenye macrolides, watu waliozuiliwa kutumia dawa hizi ni wale watu wenye liver impairment, au tunasema watu wenye matatizo ya ini. Tumeona dawa hizi zinafanyiwa metabolisms katika ini, lakini pia zinazuia yule enzyme ambaye tumemtaja pale, ambaye ni cytochrome P450 enzymes, ambaye ni enzyme nyingi zinazotumika ku metabolize hizi dawa zetu. Sasa kama unajua kabisa una matatizo ya ini na unataka kutumia azithromycin, clarithromycin na erythromycin, basi jitahidi uchaguliwe dawa za aina zingine za antibiotic. Kwa leo tuseme tumefika tamati mwa kipindi chetu, tumeishia hapo, lakini pia usisite kujiunga nasi katika vipindi vijavyo. Tutaendelea kuchambua makundi tofauti tofauti ya antibiotic. Kwa leo tulianza na hilo la macrolides. Vile vile usisahau kulike, kucomment, kushare, lakini pia kubonyeza alama ya kengele hapo juu ili uweze kupata notification ya vipindi vijavyo.